Wimbi jipya la mashambulizi katika mataifa yote mawili kwa maana upande wa Israel pamoja na Iran yamezidi kuendelea. Israel na Iran zaendelea kushambuliana kwa siku ya 4 sasa. Iran imefanya mashambulizi katika maeneo mbalimbali nchini Israel na jeshi hilo la walinzi wa mapinduzi ya Kiislamu ya Iran Sepa limefanya wimbi jipya la mashambulio ya makombora yakiwa ni mashambulizi ya 8 tangu Ijumaa dhidi ya ardhi zinazokaliwa kwa mabavu na Israel, ikiwa ni sehemu ya operesheni ya Ahadi ya Kweli namba 3 kama ambavyo wameita. Takribani saa 11 kasoro dakika 10 alfajiri ya leo Jumatatu kwa majira ya ardhi za Palestina zinazokaliwa kwa mabavu na Israel, mamia ya makombora yamevurumishwa kutoka Iran kuelekea maeneo ya kimkakati na nyeti huko Tel Aviv na Haifa. Operesheni ya kulipiza kisasi ya Iran ilianza siku ya Ijumaa kutokana na mashambulizi yaliyofanywa na Israel. Ving'ora vilisikika katika maeneo yote ya Palestina yanayokaliwa kwa mabavu na Israel, huku maafisa wa Israel wakiwaamuru walowezi wa Kizayuni kukimbia haraka katika mashimo ya chini ya ardhi. Hayo ni kwa mujibu wa ripoti za vyombo vya habari vya Israel. Video zilizosambaa kwenye mitandao ya kijamii zimenasa makombora ya Iran yakivunja safu nyingi za mfumo wa ulinzi wa anga wa Israel na kupiga shabaha zinazokusudiwa kwa ustadi mkubwa. Miongoni mwa maeneo yaliyoathiriwa vibaya ni kituo cha kuzalisha umeme cha Haifa, video zikionyesha kinateketea kwa moto kufuatia shambulio la makombora la Iran. Kituo cha kuzalisha umeme cha Haifa kiko kaskazini mwa ardhi ya Palestina, eneo ambalo pia ni sehemu ya Palestina lakini inakaliwa kwa mabavu na watu wa Israel. Hata hivyo, eneo hili lilianza kushambuliwa tangu Oktoba 7 mwaka 2023 ambapo Hamas walianzisha mashambulizi. Vyombo vya habari vya Israel vimetangaza kuwa kituo hicho kinacholindwa na mfumo wa anga wa Arrows 3 kimeharibiwa na shambulizi la makombora la Iran, lakini jeshi la utawala wa Israel limepiga marufuku kupiga picha na kuchukua video za maeneo ambayo yanasambaratishwa na makombora ya Iran. Israel nayo imefanya wimbi jipya la mashambulizi dhidi ya Iran siku ya Jumapili usiku, wakati Tehran ikijibu kwa makombora mapya. Pande zote mbili zimetishia kufanya uharibifu zaidi katika mzozo ambao unaonekana kufukuta zaidi. Mamlaka za Israeli zimewaelekeza raia kuelekea kwenye maeneo salama ya kujikinga na mashambulizi, wakati Iran ikisema kuwa itaanza kufungua misikiti, vituo vya treni za metro na shule ili kutumika kama maeneo ya kujihifadhi wakati Israeli ikiendelea na mashambulizi. Vyombo vya habari vya Iran vimeripoti mlipuko mjini Tehran. Vyombo vya habari vya Iran pia vimeripoti kuwa mkuu wa ujasusi wa jeshi la walinzi wa mapinduzi Mohammad Kazem ni miongoni mwa majenerali watatu waliouawa katika mashambulizi ya Israel siku ya Jumapili. Wizara ya afya ya Iran imeripoti watu 224 tangu Israel ilipoanzisha mashambulizi yake dhidi ya nchi hiyo siku ya Ijumaa kuwa wameuawa, lakini wengine 1200 wamejeruhiwa, asilimia kubwa wakiwa ni raia. Kwa upande wa Israel, mamlaka zimeripoti watu 13 tu tangu Iran ilipochukua hatua za kujibu mashambulizi, lakini ilitoa taarifa nyingine kwamba zaidi ya makazi 700 yameharibiwa vibaya na kwamba wakazi wake hawana maeneo ya kuishi. Wakati huo huo, maeneo ya makazi katika nchi zote mbili yameshambuliwa pakubwa tangu uhasama ulipozuka siku 2 zilizopita, huku waziri mkuu wa Israel Netanyahu akishutumu Iran kwa kuwalenga raia. Iran italipa gharama kubwa sana kwa mauaji ya kukusudia ya raia, wanawake na watoto, alisema Netanyahu wakati alipotembelea eneo la shambulio la kombora kwenye jengo la makazi katika mji wa pwani wa Bat Yam karibu na Tel Aviv. Mtazamaji, endelea kutufuatilia, lakini usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika na kusubscribe channel yetu hii ili uweze kuyajua mengi ambayo yanaendelea katika ulimwengu, hasa katika kipindi hiki cha mapambano kati ya Israel pamoja na Iran. Naitwa Adam Hussein.